Yeah, baby. Adela ni mtoto mzuri sana kaka. Niache. Sasa unajua. Niache, sihitaji kusifiwa na wewe. No, ungesubiri nifike mwisho. Kwa nini nilikuwa nakusifia? Na nakujua unakoenda. Subiri nifike mwisho. Nimekuwahi. Bora umeniwahi basi. Nakujua unakoenda. Ni kosa mtoto wa kiume kumsifia bosi wake wa kike. Kweli. Unanielewa? Ni kosa la kimaadili. Kwa mtoto wa kiume kama kazini kwako bosi wako ni mwanamke. Hawezi akatokeza umependeza, umevaa hereni nzuri, umevaa nini? Ni kosa la kimaadili. Kwenda zako bana. Kumsifia bosi wako wa kike. Okay, wewe ni nani sasa? Maana bosi wa hiki kipindi. Wewe ndo mtambuzi wa makosa. Bosi wa hiki kipindi ni Adela. Ni Adela. Hutaki kunisifia. Unanielewa? Okay. Ni kosa la kimaadili kumsifia Adela, bosi wako wa kike. Naikubali ndio. Huko aseme madam. Naona mambo mashallah. Naona sketi imekaa mahala pake. Ni kosa la kimaadili mtoto wa kiume. Wewe Oscar, wewe ni nani? Kumsifia bosi wako wa kike. Wewe ni nani? Wewe ni nani ambaye ndo unajua makosa ya watu? Yaani wewe ndo unayatambua. Wewe ni nani? Sikia nikwambie kitu kimoja. Naam kiongozi. Achana na kumsifia tu. Yaani mpaka ikifikia hatua unaweza kawa huko kwenye mahusiano ya kimapenzi na bosi wako. Na inaruhusiwa kwa sababu nyie ni jinsia mbili tofauti. Inaruhusiwa hisia zangu siwezi kuzizuia. Kuna maeneo hawaruhusu kabisa. No. Sio bosi tu, hata mfanyakazi kufanya kazi. Inatokana na bosi amejiwekaje. Adela yuko anajileta. Kwa nani? Najileta kwa nani? Kwa viongozi wengine. Mimi. Jana na leo.